Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, ni wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Mambo yanaonekana kwenda vizuri, ukiweza kushuhudia licha kwa wamepoteza mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika katika raundi ya 3 ya makundi, ambapo unafahamu kabisa wananchi Young Africans wanaitafuta robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Sasa mimi nimekusogezea ratiba inavyokwenda, ambapo unafahamu ya kwamba mchezo wa marudiano unaanza, ambapo Young Africans watakuwa wanawakaribisha, hapa nazungumzia si wengine bali ni National Al Ahly. Baada ya kucheza mchezo wa kwanza kule, mchezo wa pili unarudiwa kupigwa tena katika mzunguko unakuwa di raundi ya 4, ambapo Young Africans wao watakuwa nyumbani. Sasa kuna mabadiliko ambayo yameweza kujitokeza katika ratiba hiyo ambayo ilikuwa imeweza kupangwa tayari, lakini kuna mambo kadhaa ambayo yameweza kujitokeza. Hivyo basi mimi nimekusogezea taarifa, utakwenda kujua kila kitu ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye ratiba hiyo na vipi mchezo utafanyika wapi. Yote hayo na mengine mengi utapenda kuyapata katika taarifa hii, kwani kila kitu kimeweza kuwekwa wazi. Utakwenda kujua kila kitu kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi katika mwendelezo wa kile ambacho wao wanakipambania kwa sasa, ni kufuzu hatua ya robo finali. La, kabla tujaendelea katika taarifa hiyo, nikukumbusha kwamba ukiwa umebonyeza neno jekundu lililoandikwa hapo neno subscribe na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni, kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu kunako katika kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana na hili ambalo linaloendelea kwa sasa kwenye kikosi cha klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa kwenye kikosi chao. Karibu. Bana, klabu ya soka ya wananchi Young Africans, katika mwendelezo wa kile ambacho kinachoendelea kwa sasa, mambo yanaonekana kwenda vizuri kwenye kikosi chao. Licha kwa wamepoteza mchezo, lakini bado wana matumaini ya kwenda katika hatua inayofuata, hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Ikumbukwe kwamba Young Africans licha kwamba walipokea kichapo cha bao 2-0 kwenye kundi lao, mpaka sasa msimamo ambavyo ulivyokuwa ukiweza kusomeka, ambapo tayari wananchi Young Africans wamewasili Dar es Salaam baada ya kutoka kule Cairo na kuweza kufika na kuwasili wakiwa salama kabisa. Msimamo wa kundi lao hapa nazungumzia Young Africans, wao msimamo wao unasomeka kama ifuatavyo, ambapo Al Ahly ana pointi 7, huku Young Africans akiwa na alama 4, AS FAR Rabat akiwa na alama 2 na GS Kabylie akiwa na alama 2. Ukiweza kushuhudia msimamo ukisomeka hivyo, ambapo inaelezwa kwamba mambo ni mazuri kwa wananchi. Hii ni baada ya maombi kujibiwa, kwani kila mwananchi alikuwa anaomba matokeo ya mchezo kati ya GS Kabylie na FAR Rabat yawe sare, na hakika matokeo yalipatikana ni 0-0, hawakufungana, ambapo wakagawana pointi, kila mmoja akafikisha jumla ya alama 2 ambazo zilizopatikana katika mchezo huo. Kwa hiyo mambo yakawa hivyo, ni mazuri kwa upande wa wananchi Young Africans, ambapo
kile kilichoweza kutokea katika matokeo hayo kimeweza kuifanya Young Africans kuwa katika eneo zuri zaidi la kuweza kucheza ama kuweza kuchanga karata zao vizuri kabisa, kutokana na hesabu ambazo wao wamezipiga na kuamini kwamba wanaweza kufuzu kuelekea katika hatua inayofuata, ambapo Yanga watarudiana na Al Ahly. Itakuwa tarehe 31 kwa mujibu wa kalenda ambayo ya FIFA yenyewe inasema hivyo. Itakuwa tarehe 31, ambapo tarehe 27 Young Africans watacheza mchezo wao wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara, ambapo watacheza mchezo huo, mchezo ambao watakutana dhidi ya Dodoma Jiji katika uwanja wa KMC. Kwa hiyo unaweza kushuhudia namna gani ambavyo Yanga wakiweza kujiweka vizuri kabisa kwa ajili ya kujiandaa na mchezo huo mgumu. Na ikumbukwe kwamba Yanga itacheza katika hesabu hiyo ili kuhakikisha kwamba wanapata point katika ligi kuu, lakini wanafanya jitihada zote. Kwa mujibu wa msimamo wa sasa wa kundi B la ligi ya mabingwa Afrika, Young Africans ipo katika nafasi nzuri ya kutinga robo finali, ikiwa inashika nafasi ya pili na alama 4 zao katika michezo mitatu. Ili kujihakikishia nafasi ya kusonga mbele, Yanga inapaswa kulenga kufikisha angalau alama 10 au 11, jambo litaloweza kuwafanya kupata ushindi katika mchezo yao miwili ya nyumbani iliyosalia ili kuvuna alama 6 muhimu. Alama hizi 6 zikijumuishwa na 4 walizonazo sasa, watafikisha alama 10 ambazo kihistoria zimekuwa zikitosha kuivusha timu katika nafasi ya pili ya kundi. Mikakati ya Yanga katika mzunguko huu wa pili inapaswa kujikita zaidi katika kulinda uwanja wa nyumbani na kujaribu kuiba angalau alama 1 ugenini ili kujiweka katika mazingira salama zaidi. Wakati Al Ahly ikiongoza kundi kwa alama 7, wapinzani wa karibu wa Yanga ambao ni AS FAR Rabat na JS Kabylie wote wana alama 2 kila moja, hali inayowapa Yanga faida ya kisaikolojia na kimahesabu ikiwa wataendeleza wimbi la ushindi nyumbani. Hivyo mchezo ujao wa nyumbani utakuwa ni fainali kwa wananchi ili kutanua mwanya wa alama dhidi ya washindani wao wa karibu na mfuata nyuma. Kwa hiyo hapa unaweza kushuhudia Al Ahly kwa wananchi itabidi afe ili mwananchi awe salama na aendelee kuwa salama katika eneo ambalo analihitaji kuweza kuvuka katika mchezo ijayo, aendelee na hatua nzuri na awe katika hali nzuri, asicheze bila pressure wala nini. Inabidi Al Ahly afe katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar. Ni jambo ambalo pia linawezekana kwa sababu mpira unadunda na kila mmoja ana wachezaji 11. Hakuna mwenye wachezaji 12, lolote linaweza likatokea kwa dakika 90 ambazo kocha Pedro atapanga kikosi chake vyema kuhakikisha kwamba wanazichanga karata zake vizuri kabisa ili kuweza kuwapa furaha wananchi katika muendelezo wa show za ligi kuu ya soka za ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Young Africans wao wanaamini kwamba kutokana na kikosi chao walichonacho wanastahili kucheza katika michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika katika ubora mkubwa kabisa. Bwana, weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana